Katika msikiti wa Maalim Salale nchini Kenya, mji wa Mambrui. Tumefikia katika Suratul Muzammil, aya ambayo kwamba inakwenda kusema wadharni walmukadhibina uli ni'mati wadharni walmukadhibina dani walmukadhibina uli ni'mati walmukadhibina walmutrafina mukadhibina wenye kukadhibisha, almutrafina wenye kufanya ufisadi, ashabul amwali ambao kwamba ni wale watu ambao kwamba wenye mali. Fa innahum ala taati, hakika wao katika taa akdaru, wako na uwezo zaidi, min ghairihim, kuliko wengine wao. Wahum yutalibuna min hukuki bima laysa inda ghairihim. Ibn Kathiri amekwenda kueleza kwamba hawa watu ni wenye neema, hawa ulu neemati ni wale ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekwenda kuwajalia mali, lakini wao wanakwenda kutafuta katika wengine wasiokuwa wao yaliyo haki, bima laysa indahum, yasiokuwa katika wao. Wamahiluhum qalila, na tutawapatia muda ruwaida, kama alivyokwenda kueleza, kama alivyokwenda kusema Allah tabaraka wa taala katika suratul Luqman aya ya 24, numatiuhum qalila thumma nattaruhum ila adhabin ghalidh, tutawastarehesha wao kidogo, thumma nattaruhum, kisha tutawasonga wao ila adhabin ghalidh, mpaka kwenye adhabu iliyo nzito. Walihadha, basi kwa ajili ya hilo, qala hauna Ibn Kathiri amekwenda si Ibn Kathiri, Allah tabaraka wa taala anakwenda kueleza hapa kuhusu hawa watu ambao kwamba atakwenda kupewa adhabu kali ambao kwamba ni nzito. Akaenda kuendelea katika hii sura akasema, inna ladaina ankalan, hakika watakuwa wao kwetu sisi, ankalan, watakuwa nazo wao pingu, wa hiya quyudu. Ibn Kathiri katika tafsiri yake amekwenda kusema kwamba nazo ni pingu, na hii kauli ambayo kwamba imekwenda kueleza kwamba hii ankalan kwamba ni pingu, qalahu Ibn Abbas amekwenda kusema hivyo hivyo, wa Ikrima wa Tawus wa Muhammad bin Kabi na wengineo katika tafsiri Ibn Kathir ambao kwamba amekwenda kuwataja katika tafsiri yake, na wengine ambao kwamba hakwenda kuwataja katika tafsiri yake. Wajahima, na hawa watu watakuwa katika moto wa jahim. Wa hiya sairul mutarima, hii jahim nao ni moto ambao kwamba wenye kuroroma, ambao kwamba ndugu zanguni, moto kama huu ni mkali mno. Wataama ndauhu sakin, kisha watakuwa hawa watu ambao kwamba watakuwa katika huo moto, watakuwa na chakula dhauhu sakin, chakula ambacho kwamba ni chenye miba, yani taamu karha, ni chakula chenye kuchukiza. Hichi chakula ambacho kwamba atakuwa anapewa pale ndani ni chakula ambacho kwamba ni cha miba. Kisha hiki chakula chenyewe hakishibishi wala kuenda kutoa njaa ambayo kwamba wako nayo, bali ni adhabu kwa wao. Na ndo pale Ibn Abbas amesema, qala Ibn Abbas, hiki chakula, kuhusu hiki chakula amekwenda kukieleza Ibn Abbas asema,
yanshibu fi halqi fala yadkhulu wala yakhruju. Iki chakula ambacho kwamba tunakieleza kwamba hapa dha ghusatin wa ta'ama dha ghusatin ni chakula ambacho kwamba kitakwenda kukukumia, yani kukamia katika shingo zao, fi halqi, katika ile mishipa ya kula kule ndani, ingine inaitwa nini huko, watakwenda hizo chakula kitakwenda kuwabana, kinakwenda kuwashika, kinawadunga, hakiingii ndani, wala yudhalu, wala hakimezeke kwa ujumla, wala yukraju, wala yakhruju, wala kutoka akitaka kukitoa hakitoki, wala kuingia ndani kumezeka kimezeki chakula. Wa adhaban alima, na kisha tena watakuwa na adhabu ambayo kwamba ni kali. Yauma tarjufu al-ardu wal jibalu, yauma tarjufu al-ardu wal jibalu, tuzalzalu al-ardu wal jibalu, ni siku ambazo kwamba ardhi ambayo kwamba itakwenda kutetemeshwa. Wakanatil jibalu kathiban mahila, kwa kitendo kama hichi ambacho kwamba ardhi itakwenda kutetemeshwa, majabali yatakuwa kama matuta ya mchanga yenye kuturuzika. Na ndio venye ambavyo kwamba imekuja, yani tasiru kakathibani baada kanatil hijarata swamai. Haya majabali kwa huo mtetemeko ambao atakavyotetemeshwa yatabadilika, yatakuwa ni kama matuta ya mchanga yenye kuturuzika. Na hii inasababishana na ile mtetemeko wa ardhi ambao kwamba Allah tabaraka wa taala amekwenda kueleza katika suratu idha zulzilatil ardu zilzalaha, pindi itakapotetemeka ardhi kwa mtetemeko wake. Sasa ile mtetemeko ambavyo kwamba itakwenda kutetemeka, athari ambazo kwamba zinakwenda kupatikana, ndugu zanguni, ndio hizi ambazo kwamba majabali yatakuwa kathiban mahila. Na pia vile vile wa yauma nusayiru jibala wa tara al-ardha bariza. Hiyo siku ndugu zanguni ni siku ambazo kwamba yataondoshwa majabali, wa tara al-ardha bariza, na ardhi itabaki kuwa tambarare. Na hii ni kwa sababu ya ile zilzala ambazo kwamba tunaambiwa iko siku ya kiyama itakwenda kutokea. Idha zulzilatil ardu zilzalaha wa kharajatil ardu athqalaha wa qala al-insanu ma laha, mpaka mwisho. Hiyo zilzala sasa lau itakapokwenda kutokea, athari ambazo kwamba zitakwenda kubakia ndio hizo ambazo kwamba tunakwenda kuziona. Na pia vile vile Allah tabaraka wa taala akaendelea kutuofisha kwa hii jambo ambalo kwamba litakwenda kutokezea katika hii siku. Akaenda kusema, akawaambia wanadamu wote, ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalata saati shay'un adhim. Tumwofuni Allah tabaraka wa taala, tumwogopeni Allah tabaraka wa taala. Inna zalzalata saati, hakika hiyo zilzala ya hiyo siku ambayo hiyo idha zulzilatil ardu zilzalaha ni shay'un adhim, ni jambo ambalo kwamba ni kubwa. Kwa ajili hiyo ndugu zanguni, mpaka hapa kwa ajili ya muda nitakoma kwa tafsiri ya Qur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala atufahamishe na atuwezeshe inshallah.